Naweza nikasema mwalimu Amani Josia amefeli kwenye tactical planning. Namna ambavyo aliweza kuiendea mechi ya leo imemtengenezea mazingira magumu sana ya kuwa miongoni mwa walimu bora ambao ukiwatazama huwa wana performance bora sana unapokutana na timu hasa za madaraja ya kati. Kwa nini ambacho nakizungumza? You can remember, you can trace back. Unaweza ukakumbuka kila ambacho tulikiona kwenye mechi ya kwanza kabisa ambayo timu ya Mashujaa ilipokwenda kucheza na Coastal Union. Kuna matokeo bora sana ambayo Mashujaa waliweza kuyapata. Sasa kwenye mechi ya leo kulikuwa na kuchange kwa mbinu. Na baada ya kumuona Amani Josia, ni mwalimu ambaye ameonekana kwa sasa anamiliki sana mpira. Ni miongoni mwa walimu wachache ambao wanapenda kudominate game kwa kuwa na ball position ya zaidi ya 70% ndani ya kiwanja. Kama akiferi zaidi, anatengeneza wastani bora zaidi wa umiliki wa mpira zaidi ya 60%. Hii inamfanya kuwa ni miongoni mwa walimu ambao wana umiliki mzuri sana wa ball position wakati mechi ikiwa inaendelea. Sasa wakati anakwenda kuiendea mechi ya leo, nazungumza kilichofanya Fountain Gate waweze kuishinda mechi ya leo ni mwalimu mwenyewe wa timu ya Fountain Gate, Amani Josia. Kwa sababu wakati anaanza mechi hakuanza na wachezaji ambao ni very strategically clear kwenye eneo la forward ambao anaweza akampatia magoli. Ameanza na wachezaji wengi sana ambao ni midfield power point ambao wao wana uwezo wa kutengeneza mashambulizi na kufunga. Asili yao wengi ni wachezaji kwenye eneo la kiungo. Kama unakumbuka vizuri, wakati naifuatilia hii mechi nimemwona kiungo aliyekuwa anacheza kwenye kikosi cha Mbeya City na Naushad ameweza kupatiwa nafasi kwenye kiwango kikubwa sana akaweza kuanza. Wachezaji watatu ambao walikuwa wanatengeneza double pivot kwenye mfumo wa 4-3-3 ambao mwalimu wa Fountain Gate wa Mashujaa aliweza kuanza na mfumo huo ili uweze kumtengenezea mazingira bora zaidi ya kupata matokeo. Eneo la katikati alikuwepo mchezaji wa zamani wa Rais Young Africans Barama Mapinduzi. Kila mtu tunafahamu miongoni mwa kiungo bora kabisa kuwahi kutokea nchini kwenye vilabu vya kati. Uwezo kumwacha kumtaja Onditi ambaye ndio kapteni wa timu ya Mashujaa, alikuwepo kwenye wachezaji watatu pamoja na Naushad. Sasa hawa wachezaji watatu kipindi cha kwanza walitengeneza mazingira bora sana ya kutengeneza timu kwenda mbele, lakini walikuwa wanakwenda kwa kucheza pasi, wanapiga pasi moja kwenda nyingine, manake mashambulizi walikuwa wanatengeneza kwa build up. Hiyo ni congratulation unampa mwalimu, na ndio maana mpaka tunakwenda after time ni zaidi ya mashuti 6 ya hatari zaidi. Mashuti 6 ya hatari zaidi walikuwa wameyapiga, wameyatengenezea mazingira makubwa ya kuyapiga kwenye shuti ama kuyapiga kwenye lango la timu ya Fountain Gate, timu ya Mashujaa. Bahati mbaya hawakuweza kuyatumia na waliweza kufanya makosa yale ya kiulinzi dakika za kwanza kabla hata zijafika nusu saa, wakafungwa goli ambalo ukitazama ni defensive, wanakosa defensive discipline, nidhamu ya kiulinzi ambayo mchezaji anapopewa mpira anatakiwa principles za kiulinzi mbili ziwe zimetokea, kwa maana zone marking na man to man marking. Na bado nilizungumza juzi kwamba kwenye kipindi hiki ambao tunakwenda kwenye raundi ya pili bado kuna utaratibu mkubwa sana. Kama maforward watatumia nafasi bora, bado mabeki wanafanya makosa mengi ya mara kwa mara, kwa sababu bado timu nyingi unakuta mabeki hawajatengeneza ile strategical partnership and defense. Yani viungo ama madefender wanakuwa wameorganize, wanajua jinsi gani watakiwa kucheza, lakini pia mwalimu anakuwa ameshapata kile kikosi sahihi ambacho kinatakiwa kuanza. Hii inatengeneza mpango bora zaidi wa kushinda. Sasa katika makosa yale unakuja unaangalia wachezaji ambao wangeweza kumsaidia mwalimu Amani, wote wa msingi walikuwa bench. Baada ya kuona amefungwa alijaribu kufungua kwa unlock ili aweze kushinda mechi kipindi cha pili. Ndio wachezaji watatu naona anawaingiza ambao hawa ndio wangeweza kumtafutia goli la kusawazisha na kushinda mechi. Of course unajua unakwenda kucheza mechi ya ligi, una mchezaji kama Crispin Ngusha ana kasi, anakimbia, anakuwa on the bench. Una mchezaji kama Kihimbwa, miongoni mwa wachezaji bora sana ambao ukiwatazama wana performance nzuri, bila kumsahau Selemani Bwenzi. Hawa wachezaji watatu kwa mwalimu bora ambaye anahitaji matokeo ya haraka ni lazima utaona kwenye starting lineup, lakini tumeona baadhi ya wachezaji wamekuwa injected to the second half ili sasa waende wakamtafutie mwalimu magoli ili waweze kusawazisha, na baada ya kusawazisha watengeneze modality bora zaidi ya kutafuta goli. Bahati mbaya walikuwa wameshafungwa. Kilichokuja kutokea kipindi cha pili, ukiwatazama timu ya mwalimu, unamzungumzia mwalimu ambaye amekuwa anafanya kazi nzuri sana, Felix Minzi
Minzilo, Baba Isaya, Katalaia, majeshi ambaye ubora wake ni mkubwa. Wachezaji wake walianza kucheza kwa kubuy time. Wanakwenda mbele kwa pamoja, wanarudi nyuma kwa pamoja. Wanakwenda mbele kwa pamoja, wanarudi nyuma kwa pamoja. Mchezaji kama Mponzi, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora sana kwenye siku ya leo, what a wonder performance. Lakini unakuja unaangalia bado kikosi cha mwalimu wa Fountain Gate kwa maana Amani Josia, kuna makosa makubwa anaendelea kuyafanya kwenye eneo lake la ulinzi. Mfano, amekuwa na muamini sana mchezaji anaitwa Samson Madereke, mchezaji ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao wana historia nzuri, bora zaidi kuwahi kuwepo kwenye ligi Tanzania bara, wamecheza vilabu kaza wa kaza, lakini amekuwa anashindwa kuwa kaka kiongozi kwenye eneo la defense. Na unaweza ukatazama kwamba leo Mashujaa ambao walikuwa wanapewa nafasi bora zaidi ya kushinda wamefungwa kwa sababu ya makosa, kukosa coordination baina ya viungo ambao nawazungumza, kwa sababu viungo wengi waliokuwa wameanza ni wale viungo ambao wanamiliki mpira na kuanzisha mashambulizi, lakini Enora kukaba peke yake aliachiwa Onditi ambaye ziko nyakati ukimtazama anafika sehemu anazidiwa. Sasa kwenye mazingira yale unaona kabisa kwamba nafasi moja ambayo wameipata timu ya Fountain Gate wakaweza kuitumia na ndio imemake difference mpaka mechi inakwenda kumalizika goli moja, na Mashujaa wamekubali sasa kwamba wanatakiwa kwenda kutafuta matokeo kwenye mechi ya 3 ya ligi Tanzania bara. Okay. Yeah. Sawa, kikosi cha Mashujaa kwa ujumla umekitazamaje?